Kuna habari mbaya ambayo imetokea hapa. Ni ndege ya Air India iliyokuwa ikielekea London ikiwa na abiria 242 imeanguka dakika chache baada ya kuruka jiji la Ahmedabad magharibi mwa India leo Alhamisi. Shirika hilo la ndege na polisi wamethibitisha tukio hilo, huku waziri wa afya wa India akisema watu wengi wamefariki. Yaani hawajatoa idadi kamili ya watu wangapi mpaka hivi sasa kwamba wamefariki, lakini wanadaiwa tu kwamba watu wengi kweli wamefariki. Ndege hiyo aina ya Boeing 787-8 Dreamliner ilikuwa ikielekea uwanja wa ndege wa Gatwick nchini Uingereza. Maafisa wa polisi walisema ilianguka katika eneo la tukio, makazi karibu na uwanja wa ndege. Nitanukuu, jengo ilipoangukia ni hosteli ya madaktari. Tumesafisha takribani 70 hadi 80 ya eneo hilo na tutamaliza kusafisha lililobaki hivi karibuni, afisa mwandamizi wa polisi alikuwa anawaambia waandishi wa habari baada ya kutokea kwa tukio hilo. Ndege hiyo ilikuwa imebeba watu 242 wakiwemo watu wazima 217 na watoto 11. Kati yao 169 walikuwa raia wa India, huku 53 wa Uingereza na 7 walikuwa raia wa Kireno na mmoja raia wa Canada. Air India ilikuwa imesema kwa sasa tunahakikisha taarifa na tutatoa taarifa zaidi. Air India ilisema kwenye mtandao wa X waliojeruhiwa wanapelekwa hospitali hivi karibuni. Hii ni moja ya habari kubwa ambayo imegusa vichwa na mioyo ya watu wengi ambao wamekumbana na changamoto hii siku ya leo. Kitu kibaya zaidi ambacho kimetokea ni kwamba idadi kubwa ya watu walikuwa wamepanda katika ile ndege. Kama ambavyo unapata kuona, ndege ilikuwa imeanguka na ikapata kuwaka moto moja kwa moja. Ni moja ya tukio kubwa ambalo linaitikisa dunia kwa hivi sasa, watu wengi wakienda kuiongelea juu ya tukio hilo ya ndege aina ya Boeing 787-8 Dreamliner ambayo ilikuwa inaelekea huko nchini Uingereza, ambayo ilikuwa inategemea kwenda kutoka katika uwanja wa ndege wa Gatwick huko nchini Uingereza, lakini kwa bahati mbaya wakati inaanza safari zake hapo ikaenda kupata matatizo na kwenda kuangukia katika hosteli ambazo ni za madaktari. Kwa hiyo tukapate kuombea wale majeruhi ambao wamekumbwa na changamoto hii wakapate kurudi salama, na wale ambao wamekumbwa na umauti tutapata taarifa rasmi kutoka kwa vyanzo maalum, yani serikalini ama polisi ama madaktari husika, ili wakapate kutujuza ya jambo gani ambalo limefikiwa mpaka hivi sasa na hatua gani zimeweza kuchukuliwa ili kuweza kuokoa uhai wa wale watu ambao wameendelea kuwa salama mpaka hivi sasa.